Askofu Masika Sami, nasimamia kanisa la New Judea Church. Nashukuru Mungu kwa uzima ambaye Mungu ametupatia, na nikawa hapa niwatie moyo na kuwapatia programu zetu za Pasaka na kuwaeleza ya kwamba tunaendelea na mikutano ya Injili. Kwanza, siku ya leo ni siku muhimu sana kwetu sisi wa Kristo. Ni siku ambayo tunakumbuka kwa miaka 2000 zilizopita kwa ukombozi wa pili kupitia kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu, na pia tunasema ya kwamba tuko katika safari moja kuonyesha ya kwamba Kristo alichukua dhambi zetu na akatuokoa na mzigo mzito. Na hivyo nataka kuwashukuru Wakristo wote katika taifa la Kenya na Afrika na ulimwengu mzima, kwa wale wanaoamini ya kwamba Kristo alikufa na akafufuka, ya kwamba hii ndio wakati mzuri wa kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Tunasikitikia na kuomboleza pamoja kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa kumtuma mwana wake Yesu Kristo aje azaliwe na mwisho aweze kusulubiwa na afe na afufuke na maisha yetu. Siku ya leo tunajua kwamba Yesu anabebeswa dhambi zetu, lakini anapelekwa machinjoni kwenda kuchinjwa kwa sababu ya maisha yetu. Wakristo wenzangu katika taifa, tunaomba ya kwamba tuige mfano huo wa upendo, na tukiika mfano wa upendo kupitia kwa Yesu Kristo, msamaha utashuka ndani yetu. Tutasamea ndugu zetu, dada zetu ambao tumekosana na wao, na tuambia kwamba Yesu alimaliza yote. So kwa hivyo ninaomba ya kwamba tuko na wageni wetu ambayo tayari wameshawasili Kenya, na tunaendelea kubariki pamoja nao, na ninataka kuchukua nafasi kwa introduce na kualika katika jukwaa hii ya Safari Radio International ili wakaweze kuzungumza jambo la Mungu na kuweza kubariki watoto wa Mungu, kwa sababu tunaelekea kanisani sasa. Tuko na programu ya leo Luanda hapa, tuko na ibada ya Good Friday hapa kanisa letu la New Judea Church ambayo liko Luanda, Vihiga County, na kesho tutaelekea kule Bungoma, Mount Elgon Saturday, na siku ya Sunday tutakuwa kule Nandi, Kapsabet, New Judea Church. Kwa hivyo kama uko katika hiyo maeneo, utapata nafasi ya kukutana mtumishi wa Bwana, na mtumishi huyu Mungu anamtumia sana viwango vya ajabu East Africa yote. Yeye anatembea na kutangaza injili ya Bwana Yesu. Leo hii Mungu alitubariki, ako pamoja nasi Kenya, ameingia amelala pamoja nasi siku 2-3 zilizopita, na tuko pamoja na yeye mpaka siku ya Jumapili tumalizie programu yetu kule Kapsabet. Mtumishi wa Mungu kutoka Tanzania, Kigoma, karibu sana Kenya. Asante. Naomba ya kwamba ukaweze kuzungumza jambo la Mungu, na pia nitashukuru sana kwa sababu utabariki watoto wa Mungu. Karibu Kenya. Asante. Thank you so much. Karibu sana Kenya. Sana. Thank you. Asante, karibu sana. Asante. Wapendwa wana wa Mungu, watoto wa taifa hili la Kenya, awali ya yote kwanza ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo
aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Eliazeri Simon Sango. Nimetokea katika nchi ya Tanzania katika mkoa wa Kigoma. Ni furaha yangu kufika hapa Kenya na ni furaha yangu kuja hapa kutiana moyo na wapendwa waenda mbinguni. Nimefurahia sana hali ya hewa ya hapa Kenya na ukaribisho mzuri wa watumishi wa Mungu ambao tuko nao. Lengo kuu la kuja hapa ni kuja kukumbushana kuhusu safari yetu ya kwenda mbinguni. Haleluya. Najua sisi wote katika Yesu Kristo tu watoto wa baba mmoja. Haleluya. Tumezaliwa na baba mmoja, haijalishi mataifa yetu. Hata kama wewe ni Mwispeni, hata kama wewe ni Mkongo, hata kama wewe ni Mkenya, hata kama wewe ni Mtanzania, katika Kristo sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Haleluya. Na tunao fahari kubwa sana kwa kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kifo cha Yesu kimetupa ufahari sana. Maana yake nguvu ya msalaba kwa sisi tunaokolewa ni nguvu ya utakatifu. Lakini kwa wale wanaopotea ni upuuzi. Kwa maana hiyo, wapendwa ndugu zangu wa Kenya, nimekuja hapa tushirikiane katika maneno ya Mungu kwa Pasaka hii, kutiana moyo na kutiana nguvu kwamba tunayo safari ya kwenda mbinguni. Haleluya. Na ni vizuri tuzingatie hilo. Amina. Ni vizuri tuzingatie hilo. Amina. Maana Biblia inasema kwamba watakatifu walioko duniani hao ndio Mungu anapendezwa nao. Na kwa sababu hiyo nimekuja tutiane moyo katika utakatifu tulio nao. Maana tunajua baada ya maisha haya tunatarajia kupata maisha mengine mapya. Na Pasaka hii itufundishe kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alisamehe kila kitu. Alipeleka maovu yetu msalabani na akasamehe dhambi zetu. Na pia inatukumbusha kwamba na sisi tuwe ni watu wa kusamehe. Haleluya. Na unaposamehe hata jirani yako, unaposamehe familia yako, unaposamehe ndugu yako, usahau. Haleluya. Msamaha wa kweli ni kusamehe na kusahau. Haleluya. Kwa maana hiyo Pasaka hii tutajifunza jinsi gani ya kusamehe na kusahau na kuanza safari upya. Haleluya. Asante na washukuru sana ndugu zangu wa Kenya. Ninaamini kwamba tutashirikiana wote katika ibada. Karibuni sana. Haleluya. Karibuni sana. Asante. Lakini pia ni vizuri zaidi kuwapa mwaliko. Karibuni Tanzania. Asante. Karibuni sana Tanzania. Asante. Tuko Tanzania, karibuni. Tunawapenda wa Kenya. Asante. Maana nyie ni ndugu zetu, nyinyi ni jirani zetu. Haleluya. Ni watoto wetu. Haleluya. Wa Tanzania na wa Kenya tumeingiliana sana. Asante. Tumeingiliana sana. Haleluya. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Karibuni Tanzania. Amina. Asante. Asante sana Baba Askofu kwa kutubariki na kututia moyo. Kwa kweli Kenya tunawapenda. Asante. Kenya ni kama mapacha Ndio. na Watanzania. Ndio. Maana ukiangalia sana Kenya, ukienda pale Coast, ukienda pale Mombasa, Ndio. sasa wengi wao wa Tanzania wako Kenya. Ndio. Na wengi sana wa Kenya wako Tanzania. Ndio. Sasa tunafanya biashara na tunabarikiwa sana na watu wa Tanzania. Na mimi mwenyewe binafsi nimekuja Tanzania. Ndio. Nimekuja Kigoma. Ndio. Nimesikia ile tunasema ya kwamba upendo wa hali ya juu. Ndio. Na ile samaki naamini ya kwamba bado iko. Imebuka. Hiyo samaki bado iko. Ile kubwa hiyo. Naamini bado iko. Iko kabisa. Naamini ya kwamba mwezi wa 8 nitakuwa huko kwa sababu ya mkutano wa hadhara, mkutano mkubwa. Karibu sana. Na tunaambia Wakenya kwamba tutasafiri huko mwezi wa 8, tutakuwa na mkutano mkubwa, crusade mkubwa, na baada ya hapo tutaenda wapi? Tutaenda Zambia. Tutaenda Zambia, tutakuwa Zambia, na baada ya Tanzania tutaenda Zambia. So Mungu atusaidie kwa sababu ya hiyo. Thank you so much Safari Radio TV, na Mungu awabariki sana, watie moyo kwa kuweza kutupatia nafasi tukiwa katika platform hii. Upande wangu huu niko na mke wangu, anaweza kusalamia. I think unaweza salamia. Thank you so much. Karibu sana, unaweza salamia mama. Bwana asifiwe sana wasikilizaji. Nashukuru Mungu kwa wakati na muda kama huu ambao ametupa kuja mahali hapa. Nimekuja kwa sababu ya kujitayarisha kwenda katika mkutano wa Pasaka kule kanisa la New Judea Ikwanda, na wakaribisha wote. Niko na ndugu yangu hapa kutoka Tanzania. Najua amekuja
ameturepresent kama amerepresent kanisa lake la Tanzania. Najua tuko country mbili hapa na tunashukuru Mungu kwa hiyo. Safari International Radio pia na TV tunawashukuru kwa kutupa nafasi kama hii. Pia tuko na mtumishi wa Mungu kutoka anaitwa James. Karibu sana, mbarikiwe sana. Karibu sana. Upande huu tuko na Bishop James ni baba wa mji wa Rwanda na tunafanya kazi nao katika kaunti yetu ya Vihiga, na mimi nikiwa chair katika sub county yetu hii ya Bunyore Pastors ya Bunyore Servants. So kwa hivyo tunaamini ya kwamba leo Mungu amenisaidia, niko pamoja naye na James, na mimi Bishop utakosa kuambia kitu watu wa Vihiga. Karibu sana, sema kitu. Thank you. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee. Nikisalimu kila watu wote kutoka kila pembe zote za nchi yetu. Tunawasalimia katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunawapenda na hata nashukuru sana kwa sababu Mungu ametubariki na wageni kutoka sehemu za Tanzania, wametuletea ujumbe wa Mungu. Na hiyo ndio upendo wenye tuko nao katika eneo letu la Rwanda. Tumebarikiwa sana. Kwa hivyo kana kwamba kama uko karibu na kanisa la Judea mahali pale Rwanda, songea tu hapo upokee ujumbe wenye Mungu amempa mtumishi wa Mungu kutoka Tanzania. Na niko na imani ya kwamba ni siku ya kubarikiwa. Naweza sema vile wamesema kwamba ni nyakati tunaposhiriki mateso ya Yesu Kristo vile alivyoteseka. Kwa hivyo ni lazima tuweze tu kusamehe, maana yeye alisema amewasamehe wote, na ana uheri yule atakayesamehe mwenzake na kusahau. Na hiyo ndio jukumu kubwa lenye nilifanya kwa kwamba tukafanya muunganiko huu. Kwa hivyo popote penye huko, ningependa kutangazia tu ubarikiwe na hata wewe kuwa na moyo wa kusamehe. Majina yangu ananiita Bishop James Otwali kutoka katika eneo hili la Rwanda. Rwanda tumebarikiwa sana na mmekaribishwa. Asante sana. Asante sana askofu wa Mungu. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mmekaribishwa sana. Karibu Kenya tena. Karibu Tanzania. Karibu. Thank you. Bless you. Bwana watende mema. Asante Safari TV, God bless you. Tunaelekea kanisani, bado mtatupata tukiwa hapo kwa ibada ya siku ya leo. Karibu sana hapa Rwanda. Tunaenda kuanza ibada yetu ya Good Friday leo. Kesho tutakuwa Bungoma, Sunday tutakuwa pale Kapsabet, and then wiki inayofuata tutaanza mikutano Kakamega. Na itakuwa mikutano mikubwa sana. Thank you so much. Naamini ya kwamba wale ambao wako Kapsabet, Nandi County, tutakutana pale Jumapili, na wale ambao wako Kakamega, maeneo ya Matete, tutakutana kuanzia siku ya Jumanne na Jumatano mpaka on Saturday ya wiki ile ingine. Mungu awabariki sana. Shalom shalom, na wapenda sana. God bless you. Thank you. Asante.